ambaye alikuwa anakaa kwenye mbele ya mlango ya hekalu. Biblia inasema ya kwamba ule mtu alikuwa anakuwa pale kwa kuomba namna ya kuishi. Alikuwa anaomba swali vya kuvala na vya kukula. Lakini siku ile atakutana na watumishi ya Mungu. Na wakati watumishi wa Mungu atamsogelea, atamwambia ya kwamba munipatie kitu ya kukula ama kitu ya kuvaa. Lakini watumishi wa Mungu watamwambia ya kwamba sisi ama mimi sina kitu ya kukupatia, lakini nilicho nacho ndicho nitakachokupea. Ndio maana utaelewa ya kwamba ukikuwa na shida yoyote ile, kumbuka kukuwa wazi mbele ya Mungu. Sababu Mungu hatakupatia kitu yenye umerite. Mungu atakupatia kitu yenye unastahili kupewa. Watumishi wa Mungu wataelewa ya kwamba huyu iko hapa ni kwa sababu ya hii ulemavu yake. Na ule mlemavu yeye alikuwa anajua kama iko pale nje ulemavu. Mimi alikuwa anajua iko mbele ya hekalu juu ya chakula ama juu ya kuloma. Na watumishi wa Mungu wataelewa ya kwamba huyu anaikala hapa ni juu haiko anatembea. Ama ni juu ni mlemavu. Ndio wataelewa ya kwamba sisi kama vile watumishi wa Mungu hatuna kitu ya maana ya kukupatia zaidi ya kukupatia uponyaji. Ndio maana sasa tunakuyaka mkanisa, mtumishi yoyote wa Mungu ule mwenye atakuwa iko na kupitisha mvae vile kuliko kuenda pale kwa malengo ya shida yako, atakuwa kusaidia kitu. Ndio maana unakuyaka mkanisa muongozi na kuongoza namna ya kuomba. Sababu wanajua ya kwamba ukiomba hivi kunakuwa kitu ambacho Mungu atatenda. Ukifanya hiki kunakuwa kitu ambacho Mungu atatenda. Watumishi wa Mungu wakaelewa ya kwamba sisi hatuna cha kukupatia, na yenye tuko nayo ni uponyaji tu kwako. Haleluya! Yenye tuko nayo ya kukupatia ni namna ya kukuelekeza ya kufanya mapenzi ya Mungu. Haleluya! Ndio maana sio unakuya ndani ya uwepo wa Mungu uko unajihakikishia kama unakuya na kila kitu iko wazi mbele ya Mungu. Ukikuwa hauna hekima, utakuwa unakuya mbele ya Mungu na utakuwa unaonesha Mungu kitu ambacho kilikuleta ndani ya uwepo wake. Haleluya! Bartimayo alielewa ya kwamba Yesu anajua shida yenyewe niko nayo. Ananiuliza tena anifanyizie nini? Mungu jua kufanyizie kitu yenye unataka kufanyizie, lazima umwambie ile kitu. Kwa kuwa maandiko inasema hivi, na haja zenu zijulikane na Mungu. Haleluya! Kila mtu mwenye iko hapa iko na hitaji fulani, juu Mungu amtendee kitu. Na hitaji yako